Mambo matatu muhimu ili kutoka kwenye mateso. Ninafundisha kwa neema ya Mungu leo ujumbe wenye kichwa mambo matatu ya muhimu. Wakati wote unapokuwa unatafuta kutoka kwenye mateso fulani yanayoendelea kwenye maisha yako, elewa mtu Mungu, tupo duniani na now and then utajikuta upo ndani ya mateso fulani. Lakini maandiko yanasema kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wa Mungu wakishaingia kwenye mateso, yale mateso yanawaangamiza kwa sababu watu wa Mungu hawana maarifa. Ikiwa tuko pamoja sema haleluya. Hivyo leo ninaleta maarifa kwako pamoja na mambo mengine ambayo unayafahamu unatakiwa kuyafanya unapokuwa ndani ya mateso, ili kutoka. Usio unasahau kufanya mambo haya matatu wakati wowote unapokuwa ndani ya mateso na unataka kutoka ndani ya yale mateso. Angalia nami kitabu cha Mathayo 28. Kitabu cha Mathayo na sura yake ni hiyo hapo ya 28. Mathayo 28 mstari wake ni wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasoma hivi pale: hata Sabato ilipokwisha na ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kutazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Na hii ni kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi walitetemeka, wakawa kama watu waliokufa. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa. Nataka mtu mmoja aseme hayupo hapa. Hii ni habari ya Yesu. Mimi na wewe tunajua mateso aliyopita, na baada ya mateso walimweka mahali pa uharibifu. Mahali pa uharibifu wapi? Ndani ya kaburi, na wakafunga mlango wa lile kaburi. Hosea sura yake ni ya 13 inazungumza kwa habari ya nguvu ya kaburi. Kuko wapi kuharibu kwako kaburi? Yako wapi mapigo yako mauti, na wewe kaburi uliyembeba mtu huyu? Hivyo mimi na wewe ninapofundisha fundisho hili tukubaliane kwamba Yesu alipokaa mahali pa kaburi, na nabii Hosea anaandika anasema kaburi huwa lina uharibifu. Yesu alikuwa mahali pa uharibifu. Kama tunasikilizana sema haleluya. Yesu alikuwa mahali pa mateso, mahali pasipofaa. Sasa tunajifunza alitokaje, maana neno la Mungu linasema Yesu ndiye role model wetu. Yesu ni kielelezo chetu. Yani tunapomwangalia watu tuliyemwamini, kuna vitu tunapomwangalia tunajifunza kwake. Sasa twende tukajifunza hivi, yeye alipokaa mahali pa kaburi, kwani iliwezekana vipi akatoka? Na ndio hapo ujumbe wangu ulipozaliwa. Mambo matatu unaotakiwa kuyafanya ili utoke mahali pa mateso, utoke ndani ya mateso fulani unayopita. Maandiko yanakubali ya kwamba walimkamata na walimweka ndani ya kaburi. Hosea 13:14 inajibu swali kwamba mahali walipomweka sio mahali sawa sawa, lakini malaika anawaambia wanawake hayupo hapa. Toa sauti yako sema hayupo hapa. Manake amepokonyoka mahali pa mateso.
ameondoka mahali pa mateso, ametoka mahali pa kaburi, mahali ambapo nabii Hosea anasema ni mahali pa uharibifu. Yesu ameponyoka, hayupo hapa. Mambo matatu ili utoke kwenye mateso waliokuweka. Jambo la kwanza lililoonekana kwenye hiyo Mathayo 28, Yesu anatoka kwenye mateso ya kaburi. Jambo la kwanza, tamka mwenyewe kutoka kwenye mateso. Tamka wewe. Wakati wote unapokuwa ndani ya mateso fulani, jifunze kutamka. Jifunze kutamka kutoka. Jifunze kutamka kushinda mateso hayo. Jifunze kutamka ya kwamba utaondoka, utatoka kwenye mateso hayo. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Yani hakikisha unapokuwa ndani ya mateso fulani, unapokuwa unapitia magumu fulani, nyakati hizo upo ndani ya mateso, hakikisha unatamka kutoka. Angalia malaika alichosema. Nini kilichosababisha Yesu atoke? Mstari wa 4, na kwa kumwogopa wale walinzi walitetemeka wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, ninyi msiogope, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Yesu makofi kama unanielewa kitu hapo, umeona kitu? Ameondoka kwenye kaburi, amefufuka, lakini ni kama alivyosema. Nenda kwa watu 7, piga bega lake, muulize umesema nini juu ya mateso ulio ndani yake. Nenda kwa wengine 3, piga bega lake, mwambie kwani umesemaje juu ya mateso haya. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Anasema najua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa, na ninajua ni kwa kuwa mnajua walimweka mahali pa kaburi. Hayuko hapa, hayuko mahali pa kaburi. Hayupo kwenye kansa ile tena, hayupo kwenye HIV ile tena, hayupo kwenye umaskini ule tena, kama alivyosema mwenyewe. Kama unaelewa sema haleluya. Kama alivyo. Hiyo namna ya kwanza ya kutoka. Haijalishi umekaa kwenye jambo gani, wewe hakikisha unatoka kutoka. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Daudi alipokuwa amezungukwa na Sauli, na Sauli anataka kumuua, Daudi alipokonyoka namna gani? Neno la Mungu linasema Daudi aliendelea kusema, asintakufa ila mimi nitaishi, na mishale ya Sauli ikanyamaza, Daudi akawa salama. Mambo yanaenda kama ulivyo. Hayupo hapa, lakini malaika ishi kusema hayuko hapa, kama mwenyewe alivyo. Hayuko hapa kwa sababu alisema livunjeni hekalu, lakini baada ya siku 3 linajengwa tena. Ni uweni nizikeni, lakini baada ya siku 3 haijalishi niko kaburini, mimi nitaamka tena. Kama unanielewa sema haleluya. Simama juu, nenda kwa watu 3, mwambie tatizo lako bado haujasema. Nenda kwa wengine 3, piga bega lake, mwambie tatizo lako hautoki kwenye mateso kwa kuwa bado haujasema. Bado kuna mtu achaona kitu hapo. Malaika anawaambia wanawake, ninajua mmekuja kumtafuta mahali pa kaburi, lakini hayupo. Hakuishia kusema yuko hapa, anawaonyesha kilichosababisha aponyoke, atoke, aende, ashinde mahali pa mateso alipomweka. Malaika anasema kama alivyo. Mpaka leo bado uko kwenye mateso. Sijasema hauombi, na malaika asemi kama alivyoomba. Punga mkono wako juu kama unanielewa. Malaika asemi kama alivyoombewa. Unaweza ukawa unaomba, unaweza ukawa unaombewa, lakini wewe unasema nini? Hayuko hapa, manake ametoka kwenye ile nguvu ya kaburi.
lakini kwa nini ametoka? Ni kama alivyosema. Wewe umesema nini? Leo ninasema kwa niaba yako, utatoka kwenye mateso kwa jina la Yesu aliye hai. Utatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe utatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Simama juu, anza kuongea, sema nitatoka. Taja mateso yako, anza kuongea, sema nitatoka kwenye mateso haya. Endelea kusema, toa sauti yako. Baba, natoka, nitatoka kwenye mateso haya. Wewe sema, yataje mateso yako. Sema, ongea mtu wa Mungu, nitatoka kwenye mateso haya. Endelea kusema, nitatoka kwa jina la Yesu. Nitatoka kwenye mateso haya. Nitatoka kwenye aibu hizo. Nitatoka kwenye kifungo hiki. Ninatoka kwa jina la Yesu. Nitatoka, wala sitavia hapa, wala sitamalizikia hapa. Nitatoka kwa jina la Yesu. Nitatoka kwa damu ya Yesu. Raba shakata. Nitatoka na nitaimba wimbo mpya kwa jina la Yesu. Nitatoka kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Rakapasakata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rama mama rakapoza prakuta rapapapa sapapapa kurapasa rapapapa sakata rokoposa rapoza prakuta. Nitatoka kwa jina la Yesu. Rama sapapapa rakaposa rapasakata raposa. Jesus, inua mkono kulia tu, sema leo kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kwa jina la Yesu. Bado sema leo kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Mimi Joshua, mimi Joshua, nitatoka ndani ya mateso haya. Nitatoka ndani ya mateso haya. Ninasema leo, nitatoka. Amen. Hayuko hapa kama alivyo. Hata kwa nini watu waoni kutoka kwenye mateso yale ndani yake? Hawajasema kutoka, na ikiwa wameongea kitu, wameongea kile ambacho kinaendelea kuwaweka kwenye mateso yale. Malaika anasema, najua amekuja kumtafuta yeye aliyekuwa amekufa, na walimweka mahali pa kaburi. Sikilizeni, hayuko hapa. Lakini kwa nini hayuko hapa? Hayuko kwenye mateso haya kama alivyo. Manake malaika anajaribu kuonyesha moja kitu kimemuondoa mahali hapa, ni yale ambayo yeye mwenyewe alikuwa anayasema. Wananielewa? Sema haleluya. Sijakusikia, toa sauti, sema haleluya. Kumbuka mwanamke Mshunemu, Wafalme wa Pili sura ya 4. Kumbuka mwanamke Mshunemu, Wafalme wa Pili sura ya 4, anzia mstari wa 8. Elisha anafanya muujiza, na huyu mama na mume wake wakiwa watu wazima wanapata mtoto wa kiume, na yule mtoto anakuwa. Maandiko yatakuonyesha alipokuwa yule mtoto, mstari wa 18 unasema, hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda na baba yake kwenye mavuno. Akamwambia baba yake akiwa shambani, kichwa changu. Mtoto akiwa shambani akapata shida ya maumivu ya kichwa kikamuuma mtoto. Mtoto akalia kwa baba yake, kichwa changu. Baba yake akafanyaje? Akawaambia watumishi wake, mchukueni mtoto mpelekeni nyumbani kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, akakaa kwenye magoti ya mama yake mpaka adhuhuri. Mtoto akafa. Hebu sema mtoto akafa. Na usisahau ni mtoto pekee. Anakufa mtoto pekee, alafu wa uzee. Mtoto alipokufa, huyu mama anasemaje? Unapoendelea kusoma maandiko yanakuonyesha, mama akapanda juu akamlaza yule mtoto aliyekufa juu ya kitanda, akafunga mlango akatoka. Kisha akamuita mume wake akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja kati ya watumishi na punda moja, ili nimwendee yule mtumishi wa Mungu, yani Elisha, kwa haraka, alafu nitarudi tena. Mume wake akamuuliza mke wake akasema, kwa nini unaenda leo, na leo sio siku ya mwandamo wa mwezi wala sio Sabato? Mama akasema, hakuna neno. Kama unanielewa sema haleluya.
Mama hakusema mtoto kafa. Manake mama anachotafuta ni mtoto atoke kwenye kifo. Kama unanielewa sema haleluya. Akamwambia mume wake, hakuna neno, hakuna tatizo. Nini kinachosimama kwa mwanae? Kinachosimama, hakuna tatizo kwa mtoto. Punga mkono wako kama unanielewa. Ujue haya ndio maneno yaliyomtoa mtoto kwenye kifo. Ukisoma alipoenda Elisha na Gehazi wakamuona mama kwa mbali. Elisha akamwambia kijana wake, piga mbio kampokee Mshunemu. Anakuja, alafu kuna nini? Maana leo sio siku ya ibada. Gehazi akapiga mbio. Alipomfikia mama, Elisha alimwambia, ukifika muulize mume wako ajambo, mtoto ajambo. Gehazi alipofika akauliza mume ajambo, mama akasema ajambo, mtoto ajambo, mama akasema hajambo. Kama unanielewa sema haleluya. Kwa kuwa Biblia utatoka kibibilia kwenye mateso leo ndani yake sawa sawa na kile unacho. Mkumbuke Ibrahim, Mwanzo 22:1 na kuendelea. Mwanzo 22:1 na kuendelea. Mkumbuke Ibrahim. Maandiko yanasema Mungu akaleta jaribu kwa Ibrahim. Akamwambia dhabihu ya safari ni mwanao, mwanao wa pekee umpendaye Isaka. Maandiko yanasema Ibrahim akatandika punda wake. Mungu anamtaka Isaka kama sadaka kuteketeza. Ni mimi Mungu niliyekupa, ni mimi ninayemchukua Isaka. Ayubu alisema Bwana alitoa, Bwana ametoa. Ni mimi niliyekupa Ibrahim, ni mimi namtaka kama dhabihu ya kuteketeza. Maandiko yanasema Ibrahim akachukua punda, akachukua na wafanyakazi wawili, house boy wawili pamoja na yeye. Wakaenda, ukisoma pale maandiko atakuonyesha Ibrahim akapaona, Mungu akamwonyesha Ibrahim pale ndio nataka kumteketeze Isaka. Ibrahim alipopaona mahali pale, Ibrahim alitamka maneno haya kwa wale house boy, ninyi bakini hapa na punda, mimi ninaenda na mwanangu kuabudu kule juu, ila mimi na mwanangu tutawarudia tena. Sema haleluya. Wakati anajua Mungu anataka Isaka kateketee, ila yeye anasema nitarudi na mwanangu. Unga mkono wako juu kama unanielewa. Walipoenda njiani, Isaka akamuuliza baba yake, moto na uona, kuni naziona, kisu na kiona, sadaka iko wapi? Ibrahim hakusema wewe ndio sadaka Mungu aliyokutaka. Ibrahim alitamka akasema Mungu atajipatia mwenyewe mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka, ila mimi ninachojua ninarudi na mwanangu nyumbani. Na walipofika kule juu, alipotaka kumtoa dhabihu, Mungu akaleta mwenyewe kondoo. Mwache mtoto, toa kondoo kuwa sadaka, mrudishe mtoto nyumbani kama ulivyo. Pigani yako bega, mwambie nategemea unasema nini. Bado hajakusikia, mwambie imetegemea unasema nini. Sikiliza, hautoki kwa kuwa bado hujasema. Na ikiwa umesema, umeendelea kuongea yale ambayo yanaendelea kukuweka kwenye mateso. Neno lolote kuliongea na limeendelea kukushikilia na kukuweka kwenye mateso, ninalifuta kwa damu ya Yesu aliye hai. Linafutwa kwa damu ya Yesu aliye hai. Linafutwa leo kwa damu. Malaika anasema kama alivyosema mwenyewe. Watu wa wanatoka sawa sawa na wanavyo sema. Yesu alisema nilaseni kwenye kaburi, lakini baada ya siku 3. Umesema nini juu haya unayoyapitia? Njia ya kwanza au jinsi ya kwanza, jambo la kwanza ili kutoka, tamka mwenyewe kutoka kwenye mateso. Jambo la pili lipo hapo kwenye Mathayo 28:1-6. Jambo la pili, haribu walinzi wa kishetani katika roho na katika mwili wanaozuia wewe kutoka. Fanya vita na chochote kilichoinuliwa kama mlinzi wa kishetani kuhakikisha wewe hautatoka kwenye mateso. Ninapenda uelewe, ufahamu ukweli huu. Wakati wowote unapoingia kwenye mateso fulani, elewa kwamba ufalme wa giza utaweka roho fulani, utaweka watu fulani, utaweka vitu fulani visimame kama walinzi kuhakikisha hautatoka kwenye mateso. Kama unanielewa sema haleluya. Unataka kutoka, hakikisha utashughulika na chochote kinachosimama kama mlinzi kuhakikisha wewe hautoki.
kitabu cha Mathayo ile pale 28, Mathayo 28. Lakini sasa utaangalia mstari wa 4 peke yake. Mathayo 28 mstari wa 4, na kwa kumwogopa walinzi. Hebu watu wote sema walinzi. Walidondoka chini wakawa kama wamekufa. Kama unanielewa sema haleluya. Walinzi wa nini hawa? Hawa ni walinzi ambao walioua Yesu, waliomsababisha Yesu akae kaburini. Walihakikisha kuna walinzi wanalinda ili asiweze kutoka kaburini. Maandiko yanasema malaika alipokwisha alishughulika na wanaolinda kuhakikisha hatoki. Leo ninanena kama napiwa maisha yako. Mlinzi yoyote rohoni na mwilini anayehakikisha hautoki kwenye mateso hayo, adondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Dondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Adondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Piga kelele sema leo. Bado chomba leo. Mlinzi yoyote anayehakikisha sitoki kwenye mateso hayo, adondoke kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, shughulika na walinzi hao. Rekebeza prakuta rabashakata. Tunduka kwa damu ya Yesu. Mlinzi yote wa kipepo anayehakikisha sitatoka kwenye mateso haya, leo tunduka kwa jina la Yesu. Rabashaka rakatata. Wanadondosha walinzi wa kipepo walioachiliwa kuhakikisha sitatoka kwenye mateso haya, kwenye kifungo hiki leo. Endelea kuomba, haribu walinzi hao, haribu walinzi hao. Omba, toa sauti yako. Rakabasakata. Tondoka, haribiwa kwa jina la Yesu. Walinzi wa kipepo waliokaa kwenye malango leo wanaharibiwa kwa damu ya Yesu. Tondoka leo kwa jina la Yesu. Rabababa. Rekeza prekochi. Inua mkono kulia juu, sema leo kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kwa jina la Yesu aliye hai. Toa sauti yako, leo kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mlinzi yoyote, mlinzi wa kishetani anayelinda ili kuhakikisha sitatoka, familia yangu haitatoka kwenye mateso haya, mlinzi huyo leo anaharibiwa kwa moto. Elewa namna ya pili, shughulika nayo mtu yoyote, roho yoyote na kitu chochote. Baada ya kuingia kwenye hayo mateso, unapoona mtu anashindwa kutoka, sababu ya pili ni hiyo. Yupo anayelinda kuhakikisha utoke. Usiposhughulika naye, kama unanielewa sema haleluya. Maandiko anasema kwenye Matendo ya Mitume 12:1 na kuendelea. Matendo ya Mitume 12:1 na kuendelea. Herode akamuua Yakobo, na akiona imewafurahisha Wayahudi akamkamata na Petro akamuingiza kwenye gereza. Hebu watu wote sema gereza. Maana yake kifungo, sema haleluya. Ili baada ya Pasaka amuue Yakobo, amuue Petro. Lakini alipomuingiza kwenye gereza, neno la Mungu linasema akaweka walinzi kwenye mageti yote ya gereza. Ili wafanyaje? Kuhakikisha Petro hatoki. Kama unanielewa sema haleluya. Unapoona mtu anashindwa kutoka kwenye mateso fulani aliyo ndani yake, haijalishi anapambana kiwango gani ili atoke, lakini atoke. Moja sababu, wapo walinzi wa kishetani, wao ndio wanaohakikisha huyu mtu atatoka kwenye mateso haya. Unataka kutoka, jambo la pili, shughulika nao. Huyo unaomba yoyote rohoni na mwilini anayelinda kuhakikisha sitatoka kwenye mateso haya, dondoka, haribika. Kama unanielewa sema haleluya. Ndio utajikuta unatoka. Ninanena kama napiwa maisha yako. Chochote kilichowekwa kama mlinzi kinachozuia wewe kutoka, kidondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Ndoto wa Yesu aliye hai. Kutoka kwa jina la Yesu aliye hai. Piga kelele sema leo. Dondoka. Endelea kuomba, washushe walinzi. Rababashakata. Tundoka kwa jina la Yesu. Walinzi hao waliokaa kwenye mlango wote wa kiroho na kimwili leo wanaondoka. Walinzi wa kipepo, shusha walinzi hao, shusha walinzi hao. Endelea kuomba.
ninawashusha kwa jina la Yesu. Raba shakata rama baba, ninawashusha kwa jina la Yesu. Raba baba rama shakata rebuza prakota kwa jina la Yesu. Tunawashusha kwa jina la Yesu. Sasa inua mkono kulia juu, sema leo. Bado jomba, achia sauti yako, sema leo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mlinzi yoyote, mlinzi wa kishetani anayezuia mimi kutoka kwenye mateso haya, leo dondoka leo. Amen. Namba 3 na mwisho, mwanamini akufundisha mambo matatu ili kutoka. Moja, sema. Mbili, shughulika na walinzi waofu wakisha kuweka kwenye mateso fulani. Elewa kwa namna za kiroho huwa wanaweka, tunawaita walinzi wa kipepo, kuhakikisha utatoka. Bwana kuambie, unaweza ukoka kwenye mateso ya umaskini, na walipokuweka kwenye kifungo hiki wameweka mlinzi kuhakikisha hautoki. Kila unapopata ufunuo mtu fulani anaweza akawa msaada mikutoka, ile roho inayosimama kama mlinzi wao usitoke inamwai yule mtu. Kama unanielewa sema haleluya. Wewe unapoenda unagonga ukuta. Hizi ni operation za kiroho. Punga mkono wako juu kama unanielewa. Unaona mtu anaumwa na anaambiwa daktari fulani anaweza akakusaidia, na mtu anapoenda hospitali anaambiwa amesafiri yuko masomoni kwa miezi 3. Unisikilize, sifikiri mambo yanatokea yenyewe. Punga mkono wako juu kama unanielewa vitu nakufundisha hapa. Hawa ndio tunaita walinzi wa kiroho. Yani watafanya vyovyote. Nimekutana na watu wanaotafuta, nilikuwa Dar es Salaam, kuna familia inatafuta watoto. Sikiliza, wamekaa miaka 2 sasa, ni vijana wameona juzi, wanamwamini Mungu kwa ajili ya watoto. Lakini walichokuja kuniambia, Apostle, tunashangaa sana. What? Mke wangu mimi kila akiwa kwenye siku zake za baraka, ndio siku ataugua, hamna unachoweza kufanya, anakuwa hospitali kwenye mikono ya madaktari. Na kama hajaugua, kama kesho anaingia kwenye siku za baraka, siku 2 kabla ugomvi unaotokea kati ya mimi na yeye, hakuna namna nitakutana na mke wangu. Nyie mnisikilize, maana yake ndio hao ninaowaita walinzi, kuhakikisha huyu mama atatoka kwenye hicho kifungo. Kama unanielewa sema haleluya. Mlinzi yoyote kinyume chako, kinyume cha mtoto wako, adondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Nimesema adondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Adondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Usipoelewa hivi vitu watakuchezea. Kama unanielewa sema haleluya. Watafanya kitu wanaofanya, ndio hao tunawaita walinzi wa kishetani. Punga mkono wako juu kama tunasikiliza. Hao ndio tunawaita walinzi wa kishetani. Wanahakikisha utoke. Maandiko yanasema Yesu alipozikwa na wamefunika kaburi, kuna walinzi walikuwa pale. Wanalinda nini? Kuhakikisha hatoki. Malaika alipokuja ili Yesu atoke, aliwalaza walinzi. Maandiko yanasema walidondoka wakawa kama wamekufa. Yoyote anayetakiwa awe kama amekufa ili wewe utoke kwenye mateso, adondoke leo kwa jina la Yesu aliye hai. Anasema kawa kama amekufa. Hakuna namna, lazima ushughulike na walinzi wa kishetani ili uone kutoka kwenye mateso ulio ndani yake. Punga mkono wako kama tunaelewana. Jambo la tatu, fungua mlango wa kutokea. Fungua mlango wa kutokea. Fungua mlango wa kutoka kwenye mateso hayo. Na ufungue huo unaomba kufungua rohoni. Naomba ni pia fungua mlango wa kutoka. Wakati wowote unapojikuta hauko na mateso fulani, wakati ule unapogundua upo ndani ya mateso, uelewe kwa namna za kiroho unakuwa umeingia kwenye mateso. Mimi na wewe sasa hivi tumo ndani ya kanisa, tumeingia kupitia mlangoni. Kama unanielewa sema haleluya. Sasa nataka uelewe, waovu wakisha manipulate na wakafanikiwa kukuingiza kwenye mateso, nataka hilo tendo ulione kama unavyopita mlangoni na kuingia mahali fulani. Ukishaingia huwa wanafunga mlango, hutatoka mpaka ufungue ule mlango. Punga mkono wako juu.
Sasa hivi akitokea mtu akafunga mageti haya, mimi na wewe hatutoki. Na ili tutoke, akili zetu zote zitaelekea malangoni. Sema haleluya. Na tutakachokuwa tunatafuta ili kutoka ni kutafuta kufungua malango. Fungua mlango wa kutoka kwenye mateso haya. Na nimekuambia ufungue rohoni na ufungue mwili. Ukiwa wazi utatoka, lakini mlango usipofunguka hautatoka. Maandiko yanasema Yesu alipomzika, maandiko yanaonyesha kwenye mlango wa kaburi wakafunga, wakaweka jiwe kubwa. Kama unaelewa sema haleluya. Lile jiwe liliwekwa mlangoni, maana yake mlango umefungwa. Unaposoma hiyo Mathayo 28:1-6, maandiko yanakuonyesha malaika alipokuja alifungua mlango. Neno la Mungu linasema akaliviringisha lile jiwe. Akaliviringisha lile jiwe, manake anafungua mlango. Alipofungua mlango ndio Yesu aliweza kutoka. Sema haleluya. Fungua mlango. Nisaidie Koberi, piga na Koberi, mwambie fungua mlango wa kutoka. Unapoomba Mungu nisaidie na unaenda kuombewa na watumishi wa Mungu, usisahau kuomba ninafungua mlango wa kutoka kwenye mateso. Maana haijalishi unaomba kiasi gani, haijalishi unaombewa kiasi gani, kama mlango wa kutokea kwenye mateso hayo haujafunguka, haijalishi kiwango cha maombi hautatoka. Uwe na maarifa, ni lazima ufungue mlango wa kutokea. Yesu mwenyewe alitabiri pamoja na kunena nitatoka baada ya siku 3. Walinzi walishughulikiwa wakawa kama wamekufa, lakini ili kutoka ilikuwa lazima mlango wa kaburi ufunguliwe. Kama wako juu, kama unanielewa kitu nakisema, unaweza ukaendelea kukaa ndani ya mateso. Na kwa nini uone kutoka? Ni kwa sababu mlango wa kutokea haujafunguka. Ninanena leo kwa mamlaka jina la Yesu, uwe mlango rohoni na mwilini wewe kutoka kwenye mateso hayo, uwe wazi kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Piga kelele, sema leo. Bado uchaomba leo. Mlango wa kutokea. Mlango wa kutokea. Mlango wa kutokea. Funguka. 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 Endelea kuomba, fungua hilo lango rohoni na mwilini. Kora basakata. Nafungua leo kwa jina la Yesu mlango wa kutokea. Funguka, 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 funguka kwa jina la Yesu. Huo mlango wa kutoka kwenye mateso leo funguka. Rabababa rakatatata rabababa rokopusa brakuta. Nafungua kwa jina la Yesu. Namna 4 mlango wa kutokea utafunguka. Namna 4 mlango wa kutoka kwenye mateso huwa unafunguliwa. Twende haraka hapo. 1, unapokuwa unatafuta mlango wa kutokea kufunguka, namna 4 utazitumia. Namna 4. 1, mlango wa kutoka kwenye mateso. Namna ya kwanza huwa unafungukaje? 1, Mungu mwenyewe atakufungulia mlango. Mungu mwenyewe. Kuna wakati ukiwa ndani ya mateso fulani, usiona kuomba ombi ili Mungu fungua mlango wa mimi kutoka kwenye mateso haya. Ikiwa kuna mtu ananielewa aseme haleluya. Usiona kuomba Yahweh, wewe mwenyewe fungua mlango wa mimi kutoka kwenye mateso haya. Namna ya kwanza, Mungu mwenyewe atafungua mlango. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Korintho wa kwanza 10:13. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea. Kama unanielewa sema haleluya. Anaposema atafanya mlango wa kutokea, maana yake atafungua yeye mlango. Ili lo jaribu lisikumalize. Lo jaribu lisikue. Mungu mwenyewe atafungua mlango wa kutoka. Hivyo namna ya kwanza, omba Mungu
Unapopambana kwa madaktari kupona ugonjwa, usiona sahau kuomba Mungu afungue mlango wa kutokea. Ama sivyo utapambana na hautaona majibu yanapatikana. Why? Mlango bado umefunga. Namna 4 mlango unafunguka. Moja, Mungu hufungua mlango wa watu kutoka kwenye mateso aliyo ndani yake. Maana nimetuambia ni mpaka mlango ufunguke. Simama juu, sema leo kwa jina la Yesu aliye hai. Yahweh. Inua mikono yote mwili juu, sema Yahweh. Wewe mwenyewe. Asubuhi ya leo. Wewe mwenyewe. Fungua mlango. Mlango wa kutokea. Wewe mwenyewe. Nifungulie mlango. Mlango wa kutokea. Endelea kuomba. Muombe Mungu afungue mlango. Omba. Seketa. Yahweh. Fungua mlango wa kutokea. Fungua Bwana. Fungua kwa jina la Yesu. Raba shabla kota. Fungua mlango wa kutokea kwenye mateso haya. Yahweh. Fungua mlango Bwana. Baba. Raba seketa. Fungua Baba. Fungua kwa jina la Yesu. Raba seketa. Baba. Mlango wa kutoka kwenye mateso haya. Fungua Bwana kwa jina la Yesu. Raba seketa. Baba. Inua mikono tabali juu, funika macho yako. Sema Yahweh. Jehova. Umesema kwenye neno lako. Wewe mwenyewe. Utafungua mlango. Asubuhi ya leo. Fungua mlango. Leo. Fungua mlango wa kutokea. Amen. Lazima ulipe gharama. Kama unanielewa sema haleluya. Nisikukatazi kuendelea kwenda kwa watumishi wa Mungu ili waombe kwa ajili yako. Sikukatazi kupambana juu ya ugonjwa, kutafuta daktari anayeweza akaleta majibu. Ila unapofanya harakati hizi, ombi lako kubwa, Mungu fungua mlango wa kutokea. Kama unanielewa sema haleluya. Unaweza ukaendelea na jitihada hizo, lakini kama mlango hujafunguka, daktari yule aliyemsaidia mtu wa kwanza tatizo kama lako, wewe haitawezekana. Yule aliyesaidika mlango wa kutokea ulifunguka. Muombe Mungu akufungulie mlango wa kutokea. Maana namna ya kwanza mlango huo unafunguliwa, Mungu mwenyewe hufungua mlango wa kutoka kwenye mateso. Ikiwa tuko pamoja sema amina tena amina. Namna ya pili, malaika wa Mungu atafungua mlango. Malaika wa Mungu huwa wanafungua milango ya kutokea. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12, Petro alipokaa ndani ya jela na kesho ndio siku ya kumuua, maandiko yanasema usiku huo malaika wa Bwana, usiku huo malaika wa Bwana akaingia ndani ya jela alilofungwa Petro, akampiga Petro bafuni, akamwambia nifuate twende zetu. Utasoma walipokuwa natoka, Petro anamfuata malaika nyuma. Malaika alipotangulia mbele, kila akifika kwenye lango linafunguka. Kama unanielewa sema amina. Malaika wa Bwana huyo unaachia malaika wa Bwana. Elewa neno la Mungu linasema, je, hao sio roho wale ambao Mungu amewaweka ili wawahudumie waliorithi wokovu? Moja ya kazi ya malaika kwenye maisha yako ni kukufungulia mlango wa kutoka kwenye mateso fulani ulio ndani yake. Utaona alivyofungua mlango wakati wa Petro. Lakini unaposoma Mathayo 28:1-6, aliyefungua mlango wa kaburi ni malaika. Neno la Mungu linasema malaika akaliviringisha lile jiwe. Angel. Kama kuna mtu ananielewa aseme haleluya. Malaika wa Bwana. Na Waebrania inasema, je, hao si ndio roho wale ambao Mungu anawatuma kufanyaje? Kuwahudumia waliorithi wokovu. Waraka wa Waebrania sura ya 1 mstari wa 14, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa na Mungu kuwahudumu waliorithi wokovu?
moja ya huduma wanaoitoa ni kufungua mlango wa kutoka kwenye mateso. Ikiwa kuna mtu ananisikiliza aseme haleluya. Malaika wa Bwana. Na neno la Mungu linasema jina la Yesu linapotajwa kila kitu kinati. Kiwe cha mbinguni, duniani au popote, cha mbinguni. Malaika ni viumbe wa mbinguni, lakini kwa jina la Yesu watakutii na watafungua milango. Simama juu, sema leo kwa jina la Yesu. Bado chaomba leo kwa jina la Yesu. Enyi malaika, malaika wa Bwana, leo kwa jina la Yesu, fungua malango, fungua malango ya kutoka kwenye mateso haya. Endelea kuomba ombi hilo, amuru kwa jina la Yesu. Ninawaamuru enyi malaika wa Bwana kwa jina la Yesu, fungua malango kutoka kwenye mateso. Fungua malango, fungua kwa jina la Yesu. Fungua kwa jina la Yesu. Rabababa rakaposha rakonta katika jina la Yesu. Enyi malaika wa Bwana, fungua malango kutokea. Rabashekete, ninawaamuru leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua kwa damu ya Yesu. Rabashakata ramandana. Jesus. Namna ya tatu milango ya kutokea inafunguliwa wewe. Nimekwambia moja Mungu, mbili malaika, namba tatu watu walioandaliwa na Mungu kwa ajili yako. Watu walioandaliwa na Mungu kwa ajili yako. Yaani kuna watu watafungua milango kwa ajili yako na watatoka kwenye mateso. Watu walioandaliwa na Bwana kwa ajili yako. Yaani kuna mtu fulani atatumiwa na Mungu kufungua mlango wewe utoke kwenye mateso fulani. Mungu hutumia watu kusaidia watu. Mungu hutumia watu kufungua milango ili mtu fulani atoke kwenye mateso. Kama unanielewa, mpe Yesu makofi mazuri. Na ninakubariki mchana wa leo. Wainuke watu watakaofungua malango kwa jina la Yesu aliye hai. Wainuke watakaofungua mlango kwa ajili yako kwa jina la Yesu aliye hai. Elewa namba tatu, watu. Kuna mahali utatengwa na wewe kwa nguvu zako utafika mwisho. Huo ni namna gani utatoka? Mungu atainua mtu. Kama unanielewa sema haleluya. Atakaye fungua mlango, atakaye pambana, atakaye fanya kitu na wewe utatoka kwenye mateso. Hata ninapoongea najua kuna wakati ulinasa na kuna mtu ndiye aliyesababisha wewe kutoboa, wewe kuchomoa. Kama unanielewa sema haleluya. Yani hata wewe unajua kuna wakati ulinasa kwenye mateso, aliyefungua mlango ni mtu fulani. Mimi najua ulitumia lugha, alinisaidia. Leo nakupa lugha ya kinabii, alifungua mlango. Kwa sababu ni tabia ya Mungu kutumia watu kufungua. Ni tabia ya Mungu kuagiza watu roho wa kufungulia mlango wa kutoka. Na nimekubariki mchana wa leo. Watafungua milango na utatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Mahali wewe umehangaika na haijawezekana, nimekubariki mchana wa leo. Anainuka mtu atafungua mlango kwa jina la Yesu aliye hai. Pesu makofi mazuri kabisa pesu. Watu, angalia kitabu cha Yohana. Maandiko yanasema kwenye Yohana 11:1 mpaka 44, Lazaro akafa. Alipokufa wakazika, walipoweka kaburini wakafunga mlango wa kaburi. Wakafunga mlango wa kaburi mahali Lazaro yupo. Na Yesu anamwambia Martha na Mariamu, ndugu yenu atafufuka. Kama unanielewa sema haleluya. Lakini issue hapa sio tu Lazaro kufufuka. Kwani akifufuka atatoka kaburini? Je, mlango umefunguka? Ni nani aliyefungua mlango? Maandiko yanasema Yesu akawaambia watu fulani waliokuwepo mahali pale, liondoeni jiwe. Mstari wa 39. Yesu akasema liondoeni jiwe. Yesu anawaamuru watu fulani, fungua mlango ili Lazaro atoke. Kama unanielewa sema haleluya. Mstari wa 41, basi wakaliondoa jiwe. Mstari wa 43, Yesu akasema kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje. Anatoka baada
ya Yesu kuamuru watu fulani wafungue mlango. Ninanena kwa jina la huyo Yesu, watu fulani wafungue milango kwa jina la Yesu aliye hai. Wakufungulia mlango kwa jina la Yesu aliye hai. Wafungue mlango kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu, makofi mazuri wewe. Yesu ndiye aliyeamuru watu fulani, liondoeni jiwe kwa ajili ya Lazaro ili Lazaro atoke. Mpaka leo Yesu anawaamuru watu kwa ajili yako. Kuna watu Yesu anawaamuru wafungue milango ili wewe utoke. Kama unanielewa sema amina tena amina. Hivyo namba 3, watu fulani. Namba 4 na mwisho, wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unatakiwa na nguvu za kufungua milango ya kutokea. Na ninaposema wewe mwenyewe uwe na nguvu, nataka unielewe. Moja ni wewe kama wewe. Pray. Omba. Maandiko yanasema Paulo na Sila walifanyaje? Alafu ikafanyaje? Aliyekuwa kifungoni ni yeye Paulo, ni yeye Sila. Maandiko yanasema waliomba wakiwa ndani ya kifungo. Milango ikafanyaje? Unajua wewe kwa nini utoki kwenye mateso? Unaomba ila huna nguvu ya kufungua huo mlango. Najua unaomba, lakini there is no power kwenye maombi yako, power yenye uwezo wa kufungua mlango ili utoke. Paulo na nani? Twende Matendo ya Mitume. Hebu na mikono tumlichu sema yawe nguvu ya kufungua malango. Nguvu ya kufungua milango. Malango ya mateso. Malango ya mateso. Ili niweze kutoka. Ili niweze kutoka. Nguvu hizo Jehova. Nguvu hizo Jehova. Ziwe juu ya maisha yangu. Ziwe juu ya maisha yangu. Simama juu, inua mikono yote mahali juu. Maana nataka uwe na uwezo wa kufungua milango ya kutoka. Ninamaliza ibada sasa. Na ninamaliza ibada kwa kuweka juu yako power. Sema haleluya. Uwe na nguvu ya kufungua milango ya kutokea. Ninataka ukiingia kwenye mateso, oh my God, ukijifungia kwenye chumba chako cha maombi, ukianza kuomba rama kapashakata, rakapasa yakata yaka, rekapashanta rapata yaka, ukimaliza maombi lango liko wazi. Watu wanakukota nje ya mateso, lakini wewe unahitaji power. Paulo na Sila walifanyaje? Waliomba. Walifungua malango ya jela waliofungwa wao wenyewe kwa maombi yao. Nenda kwa watu 7 muulize, una hiyo nguvu ya kufungua milango? Hawajafika 7, nenda kwa watu 7. Lakini panapo usiku wa manane. Matendo ya Mitume 16:25. 16:25. Lakini panapo usiku wa manane. Panapo usiku wa manane. Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu. Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu. Na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na kuimba nyimbo za sifa. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Wafungwa wengine walikuwa wanasikiliza tu. Ghafla pakatokea tetemeko kula. Ghafla kwa maombi yao pakatokea tetemeko. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Misingi ikatikiswa. Na mara hiyo milango ikafunguka. Milango. Unakumbuka wakati wa Yesu? Malaika alipokuja tetemeko lilitokea, milango ikafunguka. Hapa Paulo anaomba, kama unanielewa sema haleluya. Kwa kiwango kunatokea an earthquake, lakini panapotikisika ni malangoni tu. Sema haleluya. Makufuli pa. Msimama juu. Nenda kwa tusema piga baraka, mwambie pokea nguvu ya kufungua malango. Hajasikia, nenda kwa mwingine piga bega lake, mwambie pokea nguvu ya kufungua malango ya kutoka. Mungu ainue mapaulo na Masila ya kizazi hiki, kwamba ukiwaweka kwenye mateso
umejidanganya. Wataomba na lango la kutokea litaonekana. Funika Biblia kwa simama juu. Inua mikono yote mli juu. Sema Yahweh, Yahweh, asante kwa maarifa haya. asante kwa maarifa. Inua sauti yako mshukuru Bwana kwa maarifa haya. Asante Yahweh, asante kwa maarifa. Asante Yahweh, umesema watu wako wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, lakini sisi umetupenda, umetupa maarifa ya Jehova. Asante Yahweh, asante Jehova, asante Bwana. Rama Shabra Kota, asante Yahweh, asante kwa maarifa kutoka mtumishi wako baba yetu Apostle Joshua. Asante Yahweh, asante Jehova. Rakapo Shabra Kota. Inua mikono yote mli juu, funika macho. Unaweza kusimama simama, ambaye huwezi una sababu za msingi endelea kukaa. Ila unaweza kusimama simama juu. Funika macho, sema Jehova. Jehova, mchana wa leo, mchana wa leo ninaomba nguvu. Ninaomba nguvu. Nguvu ya kufungua mlango. Nguvu ya kufungua mlango. Mlango wa kutoka. Mlango wa kutoka kwenye mateso haya. Kwenye mateso haya. Sikiliza, mimi sina shida utamuomba Mungu afungue mlango. Sina shida utamuru malaika afungue mlango. Sina shida utamuomba Mungu akuinulie watu wa kufungulia mlango. Ila ninamaliza kwa kukuombea wewe mwenyewe, pokea power. Kama unanielewa sema haleluya. Pokea nguvu ukiwa ndani ya mateso, ukiomba maombi yako yana power ya kufungua mlango wa kutoka kwenye mateso hayo. Unaomba kwa ajili ya mtoto wako hatoki kwa sababu una nguvu ya kufungua mlango wa kutoka kwenye mateso yako. Hivi kuna mtu mimi ananielewa kitu ninachokifundisha hapa? Hivi kama unaelewa, punga mkono wako juu ni kuone vizuri vizuri. Lazima uwe na nguvu. Kama unanielewa sema haleluya. Paulo na Sila ndani ya mateso gereza, maandiko yameweka wazi waliomba, lakini maombi yao, Paulo ana nguvu ya kuomba na nguvu ile inasababisha milango ya mateso kufunguka. Ina mikono yote mlichosema Yahweh. Yahweh. Bado chomba Yahweh. Yahweh. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Weka ndani yangu. Weka ndani yangu. Nguvu zako. Nguvu zako. Za kufungua malango. Za kufungua malango. Malango ya kutokea. Malango ya kutokea. Yahweh. 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 Wewe mwenyewe. Mwenyewe. Wewe mwenyewe. Mwenyewe. Weka ndani yangu. Weka ndani yangu. Nguvu zako. Nguvu zako. Za kufungua mlango. Fungua mlango. Mlango wa kutokea.